ya kwamba kumbe kwenye utumishi kufanya interview watakufungulia mlango kile ambacho anatumia kukutesa. Hatuwezi kaa na mchao amekataa kuokoka, haiwezekani bwana. Natangaza kwa ploti ya kwenu, neema unayotumikia ikutumikie. Ni maisha yangu yamesambaratika. Nilikuwa na mali lakini sasa nimekuwa zero kabisa. Ulikuwa na mali? Yes. Ulikuwa na mali gani? Nyingi sana. Moja, number 1 PS system, mfugo, nini. Geuka. Angalia mbele. Ulikuwa na mali gani bro? Nilikuwa na mifugo. Sasa. Ya, nilikuwa na ng'ombe kama paka hapa Sisal Estate, hizo ng'ombe kubwa za dairy yenye toa around 35 liters. Ng'ombe ngapi za maziwa? 8. Zinatoa 35 liter per moja hiyo ya nilinunua Sisal ilikuwa projection in liters per day. Alafu nilipofika tu hata kumaliza 2 months zote zikaanza kuanguka. Ulikuwa na ng'ombe ngapi? 8. Zote zikafa? Yes. Nini nyingine bro? Mali nyingi tu. Nyingine ni gani? Nilikuwa na PS system, public address system zenye ambazo naweza peleka 5 functions, different 5 functions. Zote zikaisha. Zikaisha. Mapikipiki zikaisha. Pikipiki ngapi? Pikipiki nilikuwa na 3. Ikaisha. Zikaisha. Kazi pia ilipoisha tu nimestruggle kwa muda mrefu. Kazi gani? Nilikuwa nafanya na NGOs. NGO hiyo kazi kakatika. Ili contracts zilipoisha, so from there tu nikawa nikustart ukarudi sifuri. Yes. Alafu mkono unaona huu. Ulifanya operation? Yes, nilipata accident, kafanya operation, kuna chuma ndani. Operations kama 6 hivi. Huu mkono? Yes, huu vile unaona. 6 operation. Yes, ya kwanza ilipofanyika, nilipoumia nikapelekwa Moi, kasemekana unakatwa mkono, nikaenda Aga Khan, kwanza kaenda Pandia nikatengenezwa. Ilikuwa pesa nyingi. Kama pesa ngapi? Around 240,000. Jesus. Baada ya hapo ikawa tena huo mkono ulipopona baada ya 3 months ukaonekana umebend, so kafanya corrective surgery. After that nikaekewa chuma nyingine. Baada ya hapo tena nilipopona nikaslide tena kwangu nje hivi, ukaanguka. Kaanguka the same after 7 days kufanywa hiyo, kutolewa hizo chuma, nikaanguka tena. Mkono kavunjika tena. So nikarudi tena Aga Khan sasa for another surgery, paka daktari mmoja kananiambia sitaki kukuona. We, yes. Daktari akakataa. Amepasua mpaka amechoka. Ameniambia your problem says he handle at this moment. So nikarudi tena Moi, nikaekewa kiplaster tena, nikarudi tena hapo Aga Khan tena, ndio kanifanyia another surgery. So mpaka sasa hii ndo unaona kuna chuma, hata ukishika hapa kuna screws, una feel screws kwa hapa mpaka hapa. Hii moja naisikia. Na hapa mpaka hapa. So hizi zote nyingine ndio inaisikia hapa. Yes. Walisema watazitoa. Sasa nisema sitatolewa. Hizo ni permanent. Yes, permanent. So, Jesus Christ. Kuna mtu alikuambia utanijua? Yeah, kwa sababu hata nilipoleta alikwambia utanijua. Yeah. Unajifanya. Najisikia eti ngoja mimi nimalize zangu. Unajifanya unajisikia uko na pesa. Akasema tumeona wangapi? Yuko mzima mpaka saizi? Yeah, yuko. Malizia mengine alisema. Yeah, kama nilipoleta tu ng'ombe hiyo Sisal, kwa sababu ilikuwa kubwa sana. Watu wajua grand yangu ni alikuwa sonko sana. Sasa ndo pia naye alipewa sumu kitambo akafa. Sasa poiona hiyo ng'ombe asema tumeona grand yangu ambaye anaitwa Haman, eti tumeona Heman waruka. Yaani grandia alipoona hiyo ng'ombe. Grandia amekuja. Yes, na mtu alikufa kitambo sana nikiwa hata niko na 2 years. Yaani okay. Walisema right ila walisema kwa ubaya. Yaani Grandia walimaanisha exactly. Walimaanisha hivi. Yeah. Ule utajiri wa babu yako wameuona kwako. Lakini kwa maana nyingine ni kwamba Reburu ni Juma please. Kwa maana nyingine ni kusema ya kwamba huo utajiri utafanya nini? Utaisha. Kabisa. Yaani walisema sawa, tumeona kile alichokuwa nacho kimekuja kwa huyu. Sitaki umtaje kwa usalama. Kabisa. Tushaikutana na wewe tukaongea? Tushaikutana? Haya maneno ushainipigia simu kanieleza? Hapana. Kile nimekwambia? Hakuna. Sasa ni vitu vingapi? 2. Vitu vingapi? Vitu vingapi? 2. Ni mzima.
Aliyesema ni mzima. Mmoja alienda, mmoja yuko. Huyo alisema ya ng'ombe alikufa last year. Na mwingine? Au mwingine yuko tu. Mpaka sasa. Ana familia. Yeah. Okay, tosha, tusiingie ndani sana. Sasa huyu ni mke wako? Naam. Simama. Umeokoka? Nimeokoka. Unashiriki wapi? Nasiri Bura, kanisa lingine liko Bura. Na wewe? Naenda pamoja. Mnaenda church nyote? Mungu anakuregeshea mali. Amen. Kuanzia leo. Amen. Number 2. Amen. Chochote umepitia, amen, watapitia mara 3. Amen. Kwa familia. Amen. 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 Number 3. Amen. Watakuja kuomba kazi. Amen. Usiwapatie kazi kwanza. Amen. Usiajiri mtu wa hiyo familia kwanza. Amen. Mpaka kile kizazi kile kilikumaliza kifanye nini? Kiishe. Alafu uandike. Amen. Aisivyo Mungu ninayemtumikia. Uko na passport? Sijaikata. Hujaikata? Kama hiyo ndoto ilizimwa tu. Okay, na kutuma kuanzia this year, nenda utafute nini? Passport. Ile milango Mungu atakufungulia my brother. Amen. Utauza maziwa kama kawaida. Amen. Utakuwa na ng'ombe. Amen. Niliombea mabishi, nilihudumia mabishi hapa kwa Pastor Kiju hapo. Tukiwa na mkutano wa partners, mnakumbuka? Mabishi alikuja akiwa kwa campaign. Si umetoka Bura? Yeah. Akija hapa nitoka kwa campaign, nikasema nimekuingiza kwa serikali moja kwa moja. Mabishi aliingia hakuingia? Aliingia. Anatumika serikali atumiki? Anatumikia. Huyo Mungu ndiye bado nimebeba. Amen. Amen. Nimekuregeshea ng'ombe. Amen. Okay. Ushaida advice na mtu kaenda kwa mganga? Ya, shawahi. Ukaenda kwa mganga? Hapana. Sio eti ile mganga wa kunini, lakini ile mtu kwenda kuniangalia kama kuangalia tu. Yeah. Nasikia hiyo. Sile wa kuroga. Wa kuangalia tu. Kwa sababu ilikuwa lazima kuangalia tu mambo yako. Ya bro, nipatie high five. High five. Nipatie high five bro. Wewe ni mtu mzuri. Wewe ni mtu mzuri, utakuwa rafiki yangu. Walichinja mbuzi maybe ama walichinja kondoo? Kondoo. Walichinja kondoo. Wakasoma ka utumbo. Wakaangalia utumbo. Alafu wakaangalia pande hii. Kila kitu hiyo. Tumpe Bwana makofi. Unajua kwa nini wanacheka? Si kwa ubaya. Wanafurahi, wewe ni mtu mzuri. Amina. Unaibisha shetani. Tumpe Bwana makofi jamani. Yaani usione wanacheka wafikiri wanakucheka, wanafurahia. Umeamua kumwibia shetani. Kabisa. Na kuna chochote uliosho nacho ama uliambia naenda uoge nacho? Okay. Na kwa chochote uliambia upake? Umwage njiani? Umwage kwa njia? Hivi. Tumpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Tumpe Bwana makofi. Na mama alishirikishwa? Ulikuwa unafanya peke yako? Nimwambia tu. Bro, kwa sababu bia shetani. Mama alishirikishwa? Hakuenda. Mimi tu. Lakini ulileta? Akamshirikisha kidogo? Ndimwambia. Kidogo. Sasa sijui. Alipaka kwa mikono ama alinawa nayo uso? Labda tu kuoga tu. Kuoga tu naye. Kuondoa mikosi. Tumpe Bwana makofi. Mko na watoto wangapi? 3. Okay. Wa kwanza kwa miaka mingapi? Kwanza iko na 14. Wa pili? 10. Wa tatu? 5. Umejenga? Kitambo sana. Jenga kitambo. Nyumba ya kuishi? Kubwa kabisa. Lakini siishi hapo sasa hivi. Kwa nini? Sababu? Hivyo tu. Kwa nini? Unajua ile unaangalia things. Jibu mimi. Hapa mimi nimetumwa kama mwakilishi wa mbingu. Maandiko anasema kitabu cha Isaya 65, tutajenga nyumba tukae. Hatutajenga akae mtu mwingine. Tutapanda miti tukule matunda yake. Hata kula mtu mwingine. Lazima ukae kwa nyumba yako. Nilienda Sagaigu juu. Jamaa mmoja mwanajeshi alianza kujenga nyumba mtoto akiwa kwa tumbo ya miezi mingapi? 3. Nyumba iko kwa msingi. Mtoto amesoma maliza primary, akaenda high school, anaenda college, nyumba ikiwa kwa msingi. Na ni mwanajeshi.
mwanajeshi, mzee wa kanisa kwa Bishop Mkala Mombasa. Wow. Number 2, akawa ameamua kuresign kazi ya jeshi. Wow. Number 3, alikuwa amenunua magari. Kuna wakati alitumwa nje ya nchi, akaja na pesa mzuri akanunua magari. Yakaisha. Nikikutana naye alikuwa anataka kuacha kazi ya jeshi, nikamwambia hautawacha. Aishivyo Mungu, nyumba yenye mtoto amesoma high school, amemaliza iko kwa msingi. Right now unavyozungumza ilijengwa ikaisha. Amen. Tulienda Sagaigu nikaonyesha nyumba ya msingi, mtumishi ndio hii. Amen. Nyumba imeisha, jamaa kaendelea na kazi yake ya jeshi. Sijui kama ameretire, maana namda tuja communicate naye. Lakini nyumba mtoto hapa, mzee Mwakalu hapa soko ya zamani. Mzee Mwakalu hapa, nyumba over 20 years ilijengwa ikakwama, hakuna paa. Watu mzee Mwakalu amejenga Mwatate, anaishi Mwatate, anaishi kwa nyumba za rental. Siku ile tuliomba ili kwanza funda litoka juu ya truss mpaka chini. Wakasema amekufa, nikawaambia kanipige simu, kaambia hata kufa. Wekeni simu karibu, nikasema shetani, peleka ripoti, nyumba itajengwa, watoto wa Mwakalu wakae ndani. Fundi akaamka chini. Fundi akapona. Familia mzee Mwakalu wanaishi kwa nyumba ama hawaishi? Over 20 years haina paa, lakini imefungwa lenta kabisa. Wachawi kuroga nyumba. Ndio maana na washanga, unajenga nyumba utaki mchungaji akuje kudedicate, ati wakija nitawapikia chai. Sasa chai ni nini wewe? Ati wakija kudedicate mpaka tuwapee bahasha. Sawa, kataa na bahasha yako, uhamisho kwa nyumba na mashetani. Umejua kuna mtu anagharamika nyumba inajengwa na kesha hapa kishereta. Anashereta mpaka nini? Asubuhi. Ndio mnalala mnashtuka tu kama mnalala unashangaa nyumba ilaliki na watu. Mwanajeshi mwingine pale Mombasa, mwanajeshi amejenga nyumba bei ghali sana kule Jomvu. Tulienda na kina Pastor Mangomba, kina Pastor Grace na mami mke Pastor Mwakera, Pastor Reverend Mwakera, mke wake Pastor Margaret Mwakera. Tulienda naye kwa huduma Jomvu Mombasa. Keti dadi. Mwanajeshi anasema apostle ingeruhusiwa kuja na bunduki, ningekuja bunduki niue panya. Panya wanamwaga unga hawakuli, hawaumi manguo, chakula, wanatoboa michere hawali. Baada ya maombi nyumba imejengwa, haina floor, ina plaster, nzuri sana. Baada ya maombi nyumba ikaisha, panya wakahama kwa nyumba. Wanaishi kwa nyumba yao leo. Una miaka mingapi takotoka kwa nyumba? Kama sasa hii ni miaka 4 hivi. Miaka 4. Iko wapi hiyo nyumba? Undani. Iko Undani? Yeah. Kwenu ni Undani? Lakini mnaishi wapi? Sasa ni hapa niko Mwatate. Uko Mwatate? Yeah. Ulitoka huko? Mwatate unaishi pande gani? Hizo area za police station chini. Ndio unaishi hapo? Okay. Nyumba ni room ngapi? Room 4 na room 4, kitchen na bathroom. Nani anaishi ndani sasa? Hakuna, tumeifunga. Kuanzia Tuesday nataka uende kwa hiyo shamba hapo kwa nyumba. Uchukue mchanga. Njoo nao Mwatate. Chukua mchanga njoo nao. Alafu nipigie simu. Sawa. Lakini ile maombi nitaomba usikatae kutumana mchanga wa matanga huko. Tukirudisha huo mchanga, usikatae kutumana mchanga wa matanga. Sawa. Tukiomba usikatae kutumana. Hiyo mchanga nitauombea vile Bwana atakavyonisaidia, alafu utarudisha. Okay. Hiyo nyumba haitafungwa, itafunguliwa kwa sababu kilichokuhamisha si Mungu, ni nguvu za giza. Uliogopa uchawi, umeogopa maisha yako. Tukishaifungua sasa, unaweza eka hata mfanya kazi analinda boma, nyumba isiishi na mwachorongo ndani. Nyumba iwe safi na unafanya shughuli zingine. Sawa? Tumpe Bwana makofi. Pigeni magoti. Mama anafanya kazi gani? Sifanyi kazi. Au kuna kitu anafanya? Hata biashara? Nilikuwa nafanya lakini haipo. Bro, sasa unajishughulisha na nini ndio ulipe rent? Maana umerent. Mungu hajanikosea neema. So siko na kazi yenye nitasema niko na kazi permanent ama nini. Ni kidogo kibarua ama kidogo nisaidie watu kwa proposal hizo. Unafanya tu vibarua. Mishe tu. Ushaikunywa? Ya kitambo. Uliacha juzi last year December? Niliacha kitambo. Si January? Ah. Serious?
Labda Disemba hapo hivi. Oh. Huyu ndugu ni mzuri. Reverend, utaandaa revival nyingine. Ndugu amenifurahisha sana. Pastor Jones, huyu ndugu ni mzuri, atakuwa rafiki yangu sana. Na sigara? Sijawahi. Mogoka? Kidogo. Si Mira? Si mambo yangu hayo kabisa. Mira? Mira? Si kabisa mira. Mira? Labda kitambo sana. Shikana mikono. Reverend, wacha niite mareverend yao kwa kuwaheshimisha. Njoo, kujeni watumishi wa Bwana. Simameni. Baba. Kujeni. Njoo. Reverend. Umeona Reverend Kirubaya? Karibu. Karibu. Nyosha mikono kwao. Nyoseni mikono, tamka kitu. Huyu mtu nataka kumweka kwa nafasi ya mshirika wako. Kama angelikuwa ni mshirika wako, alikuwa na mali zimeisha, alikuwa na kusupport, ungesikiaje baba? Ama mtoto umezaa, tamkeni vitu. Baba, tunanena katika jina la Yesu. Tunatangaza baraka kwa damu ya mwana kondoo. Tunatabiri baraka juu yao. Tunaregesha mali yao. Tunaregesha utajiri wao. Tunaregesha pesa zao. Tunaregesha ng'ombe wa maziwa. Sema tunaregesha. Sema tunaregesha. Tunawaitishia pesa. Tunawaitishia mali. Tunaletea utajiri wao. Tunakamata uchawi. Tunakamata uganga. Tunakamata urogi. Tunang'oa yote sasa. Tunapomoa kabisa. Tunapomoa yote kabisa. Tunang'oa yote kabisa. Tunang'oa kila uchawi uliohamisha undani. Tunahamisha kwa nyumba yao. Tunahamisha kwa boma. Tunahamisha kwa boma katika jina la Yesu. Baba, tumefungua kazi. Tumefungua magari. Tumefungua ng'ombe za maziwa. Tumefungua utajiri. Tumefungua mali. Tumefungua biashara. Tumefungua manyumba za rental. Tumefungua nyumba za rental. Tumefungua masomo ya watoto wao. Tumefungua degree za watoto wao. Tumefungua masomo ya watoto wao. Kazi ya watoto wao. Baraka za watoto wao. Ndoa za watoto wao. Tumeondoa kila uchawi. Tumeondoa kila urogi. Tumeondoa kila laana. Tumeondoa kila madhabahu katika jina la Yesu. Nimenena baraka. Nimenena mafanikio. Nimetangaza kwamba kuanzia leo kila uchawi uliotumika vile umefanyiwa operation kwa huyo idabori mara 10, 6 mara 10, apasuliwe 6 mara 10. Natangaza 6 mara 10, apatikane 6 mara 10. Yesu alisema wa upanga atakufa kwa upanga, mchawi atakufa kwa uchawi wake, mganga atakufa na uganga, murogi atakufa na urogi wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumpe Bwana makofi. Ketini baba sana. Ketini.